Unapoona ya kwamba umevuliwa nguo, unatembea uchi, unatembezwa ukiwa hauna nguo, moja ya tafsiri nyingine katika ndoto ya namna hiyo, katika ulimwengu wa roho unajulishwa ya kwamba kuwa makini, muda wowote kuanzia sasa unaweza ukakamatwa na adui. Adui anakuwinda ili akutie katika kifungo, adui anakuwinda ili kukutia katika uteka wake, adui anakuwinda ili kuingiza katika gereza lake, ama adui anakuwinda kukupeleka kwenye utumwa wa namna fulani. Inawezekana kuwa ni utumwa wa kingono, inawezekana ikawa ni utumwa wa umasikini, inawezekana kuwa ni utumwa wa kudharaulika, inawezekana ni utumwa wa kukosa ndoa, utumwa wa magonjwa ya aina fulani. Kwa hiyo anakuonyesha katika hiyo hali. Hii tunaipata katika mfano mmoja wa Yusufu. Ndugu zake walipokuwa wanataka kwanza kumdumbukiza kwenye kisima kisichokuwa na maji. Hiyo hali ya kudumbukizwa kwenye kisima kisichokuwa na maji ama kutumbukizwa katika shimo ni sawasawa umewekwa kwenye gereza ambalo huwezi kutoka, umeingizwa mahala ambako kuna giza, ufungwa fulani ambako huwezi kujitoa, kwa sababu nia ya ndugu zake ilikuwa ni kumkwamisha asiendelee na maisha yake, kumkwamisha asiendelee na hatima yake, kumkwamisha asiweze kufikia ndoto aliyokuwa nayo. Kwa hiyo walipomtaka kumuingiza kwenye kisima, maana yake walikuwa wamemuingiza kwenye gereza linalofunga maisha yake, wamemuingiza katika utumwa ambao unafunga maisha yake. Lakini kabla ya kumuingiza kwenye kisima, cha kwanza walichokifanya ni kumvua nguo aliyokuwa amevaa, ile kanzu ndefu ambayo alipewa na baba yake, walimvua ile kanzu. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho unapoota ya kwamba kuna vazi umevuliwa, moja ya tafsiri yake ni kwamba adui anataka kukuingiza kwenye kifungo. Lakini hawakuishia hapo katika kasuala la kisima. Walipompeleka kwenye utumwa, walipomuuza kama mtumwa, pia kanzu yake walibaki nayo, manake walimuuza akiwa uchi. Manake nini? Adui anakuonyesha ya kwamba unapoona kwamba unatembezwa ukiwa uchi ama umevuliwa nguo, kwamba upo tayari kuingizwa katika utumwa fulani. Lakini niweke vizuri hapa, ama niweke angalizo hapa. Wakati mwingine unaota kwamba umebadilishiwa vazi. Ulikuwa na vazi ya namna fulani, ukabadilishiwa ukapewa vazi la namna nyingine. Sasa lazima uwe makini kuangalia vazi ulilokuwa nalo mwanzo na vazi ambalo umepewa la pili. Lipi ambalo ni zuri? Lipi ambalo lina hadhi? Lipi ambalo lina utambulisho mzuri? Kwa sababu kuna vitu viwili vinaweza kutokea. Inawezekana ulikuwa katika utumwa wa adui, shetani amekuteka. Sasa Mungu amekutoa katika huo utumwa na kupeleka katika ufalme wake. Anaweza kukuletea njozi ya kwamba anakubadilishia vazi, anakuondolea vazi la uteka, anakupa vazi lingine la baraka. Lakini adui pia vivyo hivyo anapokutoa kwenye ufalme wa Mungu, anapokutoa kwenye mapenzi ya Mungu na kukuingiza kwenye utumwa wake, inawezekana ukaota ndoto ya kwamba umebadilishiwa vazi. Kwa hiyo lazima uangalie ni vazi gani ambalo ulikuwa nalo awali na vazi gani ambalo umevishwa sasa. Kilichokuwa kizuri kinapoondoka, maana yake umetoka katika ufalme wa Mungu, umeingizwa kwenye ufalme wa nguvu ya giza. Na kinapokuwa kibaya kimeondoka, umepewa kizuri, maana yake umetoka kwenye nguvu za giza, umeingia katika ufalme wa Mungu. Ngoja tusome kwenye kitabu cha Isaya. Huo mfano wa Yusufu unaweza kwenda kuupata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 37 kuanzia mstari wa 22 mpaka mstari wa 27, utaweza kuelewa vizuri pale. Lakini nataka nikupe mfano mwingine katika kitabu cha Isaya sura ya 20 mstari wa 3 na wa 4. Inasoma katika jina la Yesu, inasema ya kwamba naye akafanya hivyo, akaenda uchi, miguu yake haina viatu. Bwana akasema, kama vile mtumishi wangu Isaya anavyokwenda uchi, hana viatu, awe ishara na ajabu kwa muda wa miaka mitatu juu ya Misri na juu ya Kushi. Vivyo hivyo mfalme wa Ashuru atawachukua uchi wafungwa wa Misri na watu wa Kushi waliohamishwa, watoto kwa wazee, hawana viatu, matako yao wazi. Misri iaibishwe. Nisikilize sasa. Mungu alimwambia mtumishi wake Isaya awe ishara, atembee uchi kama ishara kwa ajili ya kile kitu ambacho kinakwenda kutokea kwa hawa Kushi na hawa Misri na hawa watu wote waliojipatanisha na haya mataifa. Iwe ishara kwamba wao watachukuliwa, watakupelekwa utumwani katika hali ya kuaibishwa, katika hali ya kuwa uchi. Kwa hiyo hii kama ilikuwa ni ishara, Mungu pia anapotaka kukupa ishara katika njozi kwamba wewe kuna adui anakuvizia kukupeleka utumwani, atakuletea ishara kama hii ambayo amemwambia Isaya ifanye kwa ajili ya hawa watu. Ninakuombea katika jina la Yesu, ikiwa adui amepanga mpango wa kukupeleka katika utumwa wa namna yoyote ile, huo mpango ukaharibiwe katika jina la Yesu. Na ikiwa tayari amesha kuweka katika huo utumwa, amesha kuweka katika ule uteka wake, ninatuma
nguvu za jeshi la malaika, ninatuma nguvu za Roho Mtakatifu, ninatuma nguvu za jina la Yesu, ninatuma moto urao, ninatuma nguvu za kukombozi pale walipokuweka, wakakuondoe kwenye hilo gereza, wakakuondoe katika hilo shimo, wakakuondoe katika huo uteka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Wacha nisonge mbele zaidi. Wacha nikupe tafsiri nyingine. Tafsiri nyingine, ukiona ya kwamba nguo yako imelaluliwa ama hauna nguo, moja ya tafsiri ya kwamba kuna pigo la ugonjwa hatari linakuja kwenye maisha yako. Kuna pigo la ugonjwa hatari limeingia kwenye maisha yako, limeingia kwenye afya yako, ama kuna pigo la nguvu za giza litakalokufanya ukataliwe labda kazini, ukataliwe labda kwenye ndoa, ukataliwe labda kwenye huduma uliokuwa nayo, ukataliwe kwenye kikundi fulani ambacho ulikuwepo, ukataliwe kwenye familia uliokuwepo, ukataliwe mahala fulani ambako Mungu alikuweka ama ulikuwepo. Hiyo hali inakuja, ndio maana umeonyeshwa nguo yako imelaluliwa, ambayo umeonyeshwa nguo yako imeondolewa, kwamba kuna hali ya kukataliwa, kuna pigo la kichawi limeingia, kuna pigo la kiganga limeingia, kuna pigo la mizimu limeingia, litakalosababisha wewe ukataliwe hapo mahala, ama kuna pigo la ugonjwa linakuja. Hii tunaipata wapi? Tunaipata kwenye kitabu chile cha Mambo ya Walawi sura ya 13 mstari wa 45 mpaka wa 47. Wacha nikusomee. Kisha mwenye ukoma aliye na pigo ndani yake, nguo zake zitalaluliwa. Shika hiyo neno. Kisha mwenye ukoma ni ugonjwa mmoja hatari wa kipindi hicho. Anasema kisha mwenye ukoma aliye na pigo ndani yake, maana pigo la hilo ukoma, nguo zake zitalaluliwa na nywele za kichwa chake zitaachwa wazi, naye atafunika mdomo wake wa juu, naye atapiga kelele, najisi ni najisi. Siku zote ambazo pigo li ndani yake, yeye atakuwa mwenye unajisi, yeye yu najisi, atakaa peke yake. Nataka ushike hiyo neno, atakaa peke yake, makazi yake yatakuwa nje ya malango. Nataka ushike hayo maneno, atakaa peke yake, makazi yake yatakuwa nje ya malango. Tena vazi nalo ambalo pigo la ukoma li ndani yake, kwamba ni vazi la sufu au kwamba ni vazi la kitani. Nishike, nifuatilie vizuri. Kuna mambo mawili katika andiko hili. Jambo la kwanza linatuonyesha kwamba mtu mwenye ukoma vazi lake lilikuwa linalaluliwa. Ukoma ni ugonjwa wa hatari. Kwa hiyo Mungu akitaka kukuonyesha kwenye njozi kwamba kuna ugonjwa wa hatari unakunyemelea, kuna ugonjwa wa hatari ambao umeingia kwenye maisha yako, ataonyesha moja ya ishara kwamba vazi lako limelaluliwa, sawa sawa na andiko ambalo tumelisoma. Lakini jambo la pili anasema ya kwamba huyu mtu ambaye pigo litaonekana ndani yake atatengwa na watu, ataishi makazi yake nje ya malango, maana atakuwa pembezoni huko ambako hakuna watu. Kwa nini? Kwa sababu kuna pigo ndani yake. Maana kuna vitu viwili vinawasilisha kutokana na vazi kulaluliwa. Kitu cha kwanza aidha ni pigo la ugonjwa hatari na kunyemelea ama limeshakufikia, lakini kitu cha pili ya kwamba kuna pigo la nguvu ya giza kutoka kwa adui linakuja ama limeshakupiga na litasababisha wewe utengwe na jamii yako, utengwe na watu wa kazini, utengwe na watu wa huduma, utengwe na familia yako, utengwe na huyo mume, utengwe na huyo mke, utengwe na watoto, utengwe na watu ambao walikuwa wanakupa sapoti katika mambo yako. Ninakuombea katika jina la Yesu, ikiwa kuna pigo la ugonjwa hatari unakunyemelea, hilo pigo liondolewe kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ikiwa kuna pigo la ugonjwa hatari ambalo limekwisha kuingia ndani yako, hilo pigo liondolewe katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, maana imeandikwa kwa kupigwa kwake msalabani sisi tumepona. Mayanto robo shantarababa seke kora masaka terebo sakatarababa kora masaka taraba seke terebo uri kataraba sakatarababa. Ikiwa kuna pigo lolote lililoleta ugonjwa, kwa kupigwa kwake msalabani sisi tumepona. Na achilia damu ya uponyaji ndani yako. Ninakutakasa na huo unajisi, ninakutakasa na hilo pigo, ninakuondolea hilo pigo ndani yako. Ninatakasa afya yako, ninatakasa afya yako, ninatakasa afya yako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ikiwa kuna hali iliingia ndani yako, ikiwa kuna pigo iliingia ndani yako likasababisha utengwe na watu wako, likasababisha utengwe na familia yako, likasababisha utengwe na wasaidizi wako wa kiungu,
wakukatae watu wako wa karibu. Leo ninaachilia nguvu ya Bwana, ninaachilia nguvu ya Bwana, nguvu ya Bwana. Ninaondoa iko kiambaza, maana neno linasema alipokufa msalabani kiambaza cha hekalu kikabomoka, ili sisi tuliokuwa mbali tuunganishwe na Mungu, ili sisi tuliokuwa tumefarakana tuunganishwe kuwa wamoja. Naondoa iko kiambaza kilichowekwa ndani yako, naondoa iko kiambaza kilichokutenganisha na watu wako, naondoa iko kiambaza kilichofanya utengwe na watu wako. Ninavunja kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu.